Tuzame katika habari za udago nikiwa nimefumbata taarifa kubwa kabisa ambako Diamond Platnumz sifa zimemponza, siri imefichuka sababu za kupigwa chini tuzo za BET, wa Nigeria watawala tena. Karibu mtazamaji popote ulipo. Marekani wametangaza kwa majina ya wanaowania tuzo za BET na kutangazwa huko kwa majina hayo kumeweza kuzua mijadala mitandaoni baada ya mashabiki kugundua kuwa star wa Bongo Flava Diamond Platnumz hakufanikiwa kupata uteuzi katika orodha ya mwaka huu. Kutokuwepo kwa Diamond kumewatikisa sana, lakini pia kuwakatisha tamaa mashabiki wake ambao wamekuwa wakiamini kwamba ni mafanikio yake makubwa aliyoko nayo barani Afrika na duniani basi yalitosha kumpatia nafasi kwenye tuzo hizo zinazotambulika kuwa na mchango wa wasanii weusi katika muziki, filamu, televisheni na michezo. Wakati Diamond akikosekana katika tuzo hizo, rapper Kendrick Lamar ameongeza kwa kupata uteuzi mwingine zaidi baada ya kutajwa katika vipengele 5 tofauti sambamba na Maria the Scientist. Sasa kwa mujibu wa ripoti ya Billboard, wasanii wengine waliopata uteuzi katika vipengele 4 ni Doja Cat, Clips, Teyana, Taylor pamoja na Lato. Lakini pia wengine ambao wamepata uteuzi katika vipengele 3 tumemwona huko A.A.P. Rock, lakini pia tumemwona Bruno Mars, tumemwona Bryson Tiller, tumemwona Chris Brown, tumemwona Jill Scott, lakini pia tumemwona Kellyan, tumemwona Metro Boomin, lakini pia tumemwona Tesha Cobbs Leonard T pamoja na YK Nice. Sasa kutokuwepo kwa Diamond Platnumz kiukweli tunaona kumeibua mijadala tena katika mitandao ya kijamii kuhusu nafasi ya muziki wa Tanzania katika soko la kimataifa licha ya ukuaji mkubwa wa Bongo Flava kwenye majukwaa ya kidigitali na ushawishi wake ambao unazidi kuongezeka ndani na nje ya Afrika. Baadhi ya wachambuzi wa burudani wanaeleza kuwa changamoto kubwa kwa wasanii wa Tanzania ni ukosefu wa mtandao mpana wa kimataifa, promotion hafifu katika masoko makubwa ya muziki pamoja na ushirikiano mdogo na kampuni kubwa za muziki duniani. Hali hiyo ni tofauti sana na nchi kama Nigeria pamoja na South Africa ambazo zimewekeza sana kwa muda mrefu katika kusukuma muziki wao kwenye soko la dunia. Na kwa mara nyingine majina ambayo yalitawala uteuzi kutoka Afrika yametoka zaidi Nigeria pamoja na Afrika ya Kusini, kutoka kwa mastaa kama Burna Boy, Wizkid, Tems, Asake pamoja na Taylor. Waandaaji wa BET wamesema kwamba uteuzi wa mwaka huu unaonyesha ubunifu mkubwa sana na mafanikio ya watu weusi duniani katika sekta mbalimbali za burudani na michezo. Hafla ya BET Award 2026 inatarajiwa kufanyika Juni 28 jijini Los Angeles mjini Marekani, huku ikitarajiwa kurushwa mubashara kupitia majukwaa mbalimbali duniani. Karibu kwa wakati mwingine katika kufahamu habari za michezo, burudani, habari za udako, bila kusahau matukio ya kijamii, siasa na nyinginezo.